Hapa Bayomba Watusi walianza shuka kuanzia leo asubuhi. Wako natoka mvilima ya Saki, Karuba. Wako na shuka wanaenda Goma. Hakuna migulu, hawana na gari babato, jo wanateseka naanza kalibira ziko. Amani TV Media. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli kutokea kote ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ninayo furaha ya kukukaribisha mara tena kuweza kuambatana nami katika habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi Juni mwaka wa 2025. Nasema shukrani za dhati kwako wewe kwanza ambaye uko nami katika habari zetu za kila saa na kila sekunde, wewe ambao unakuwa wa kwanza kusubscribe. Ikiwa ni mara yako ya kwanza mwingine pia kuweza kupitia channel hii, hakikisha una subscribe, una comment, lakini pia una share kwa wengine, ili na wao wapate kuandika na kupata habari za ukweli kabisa wa yote ambayo yanajiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo ni kuhusiana na kukamatwa kwa Kamanda Kabido, ambaye ni kiongozi mojawapo wa wazalendo huko jimboni Kivu Kaskazini, baada ya kuweza kuonekana amekula rushwa za magaidi wa M23. Lakini pia tutakujuza kuhusiana na mchezo wa magaidi wa M23 waliofanya wa kuonesha kwamba malori yanatoa vifaa Goma, kumbe si wao waliotoka. Lakini pia tutakuja kuonesha yote ambayo magaidi wa M23 wanayapanga baada ya kufanya mitingi yao huko Kamanyola. Hivyo na kusihi uwe nami mwanzo mpaka tamati ili tupate kwenda sambamba na kufahamisha yote yanaendelea kujiri na mipango yote magaidi wa M23 ambao wanaipanga kuifanya baada ya mitingi yao waliotekeleza huko Kamanyola. Hii ni Amani TV Media na kuomba kwa nami mwanzo mpaka tamati. Na tufungue ukurasa wetu wa habari tukianza na habari kuhusiana na kukamatwa kwa Kamanda Kabido, ambaye alikuwa ni kiongozi wa kundi mojawapo la wazalendo huko jimboni Kivu Kaskazini na ambaye hapa kuipambania nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa duru tulizonazo zimesema kwamba kamanda huyo wa kizalendo ambaye amekisiwa kuweza kula pesa za magaidi wa M23 ameshikwa na vyombo vya usalama wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na anasafirishwa moja kwa moja Kinshasa kwenye jela kuu ya Ndolo ili kupewa adhabu na hukumu kwa mabaya ambayo aliweza kuyafanya kwa kutaka kuingiza adui kote nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Baada ya kuwekwa nguvuni kamanda huyo Kabido na kusafirishwa moja kwa moja huko Kinshasa kwenye jela kuu, ujumbe mzito umetolewa kwa viongozi wote wa kizalendo lakini pia wa serikali wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ya kwamba yoyote ambaye atajulikana kwamba ametumia hata pesa 500 za magaidi kwa malengo ya kuweza kuwapitisha maeneo yote, basi afahamu kwamba ataenda jela na atasafirishwa moja kwa moja pia Kinshasa ambako wengine majenero waliotumia rushwa wanapatikana. Hivyo ni onyo kali kwa wazalendo wote, lakini pia wa viongozi wa jeshi la taifa, lakini pia wafanyasiasa wengine ambao wanaendelea kukula rushwa za magaidi wa M23 ili kuweza kuwapitisha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, vita vya magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kusini lakini pia Kaskazini vina uzito kwa sababu viongozi ambao walipatikana maeneo hayo walianza kutumia rushwa kabla hata vita havijafika. Lakini serikali kuu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaanzisha msago ya kuweza kuwasaka wote ambao wanatumia rushwa za magaidi na kutaka kuwaendesha kuwasukuma magaidi wa M23 kusonga mbele zaidi. Moja kati ya jambo la kuweza kupongeza ni wazalendo wapatikana jimboni Kivu ya Kusini, wale ambao wanapatikana kwenye ukuta wa uko Uvira Luvungi, ambao wanasimama himara na kusema kwamba hawako tayari kupokea rushwa za magaidi wa M23 kwa ajili ya kuweza kuuza nchi yao, lakini wako tayari kupambana nao mpaka mwisho. Wazalendo wa jimboni Kivu ya Kusini, wale wa Fizi na Uvira, ni mfano mkubwa sana wa wazalendo kote nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wanasimama kidete na kuonesha imara wao kwamba wao ni wazalendo. Mzalendo ni mtu ambaye anapambania nchi yake, mtu ambaye hayuko tayari kuona nchi inaenda kwa nyang'anyi, ni mtu ambaye
hapokei rushwa. Lakini kunakuwa na wazalendo wengine ambao wanakuwa wanaingia katika kazi ya kizalendo kwa maslahi yao binafsi, kwa kutafuta faida zao binafsi, lakini mwisho wake sasa unakuwa kwenda jela, kama hiki ambacho kimeripotiwa kwa kamanda huyu Kabido, ambaye kwa mara ya kwanza aliweza kushakiwa kwamba anatumia pesa za magaidi wa M23, lakini baadaye alikuja kusamehewa baada ya yeye kupanda kwenye media mbalimbali na kutangaza rasmi kwamba kundi lake aiza peke yake hajajiunga na magaidi wa M23. Lakini liwalo na liwe na mwenendo wake uwa halwachi, siri imeonekana wazi kwamba kamanda huyo alikuwa anadili, alikuwa ana mpango, alikuwa pamoja na magaidi wa M23, na ilikuwa ni moja kati ya sumu kali ambayo ingeweza kuingiza wazalendo wengine katika mutisha aiza hali tete ya kuwashawishi waweze kujiunga na magaidi wa M23. Sasa leo kimemkuta nini? Kimemkuta jela, inakuwa nyumba yake ya mwisho huko Ndolo. Sasa sikiliza ujumbe uliotolewa kwa viongozi wote wa wazalendo, lakini pia wa jeshi la taifa na wafanya siasa wengine na wakongomani wote kuhusiana na kula rushwa za magaidi wa M23. Ujumbe unasema kwamba yeyote ambaye atabainika kwa sasa anatumia hata 500, basi udongo jela kuu ya Ndolo itakuwa ndo makazi yake ya milele, na mwishoni kuna mawili: kufa aiza kupona. Kwa hivyo wazalendo kuweni macho, wafanya siasa kuweni macho, lakini pia jeshi la taifa, viongozi wa jeshi la taifa la FARDC kuweni macho. Ujumbe huu unawahusu, sikilizeni. Kabido, General Kabido, Colonel Kabido, Kinshasa njo karibu. Na haiko tu Kabido, na bale bote benye biko mukwe zote zebiko banajifichika. Kesa so akuwe nani, muzalendo wote mwenye anajiita ni muzalendo mwenye kona traire atakufa ubia banamukamata. Je vous avais dit ça, non? Tous les muzalendo mwenye iko na jingiza mu mambo ya corruption na nakula la mabele ya mboka kosanza ye. Oyo balobaka mabele eboye, mupepe ya mboka pe eboye, puisque ateki mboka bakosanza ye, na mupepe koboya ye, mabele koboya ye, loko tu ekoboya ye. Yango na lobelaka bino awo. Tala, ngana lobaka chaque fois toza awa na kachawa, ba colonel bazali, ba général bazali, même les députés, nous sommes avec baza na kachawa, bazoyo kabiso bien. Moto nyoso aza na kati na isika oyo toza na ye, azalaza colonel, azalaza général, azalaza ki na yebi na ba capitaine, musuna ba commandant compagnie, nyoso toza na bango na kacha. Moto nyoso azolanda bien, soki ka sali erreur, mabele ya Kongo komela ye kaka. Kabido ye wana atraireti asuki wapi? Tala bana na isiko batikali ko nao babana na ete basoda batikali ko sani ko telengana te, basoda batikali ko telengana. En tout cas, j'ai lancé un message dans tous les généraux et les colonels. Même les politiciens que nous avons ici dans notre groupe. Une fois, toi aussi, tu imagines, ne fils qu'un likuta. Et dans ton cœur, tu te dis que non, moi, je vais trahir. Ce que tu fais là, ça va te retourner toi-même, toi et ta famille. Toi avec ta famille. Ce n'est pas les Congolais qui vont subir, mais c'est toi avec ta famille. Nijo mutasibir. Bulongo ya Congo etaba meza, mupepe ya Congo ekobo ya bino, ti bino moko bokomona ke oui, nasalaki mabe. Puisque ebandi awa te, ebanda ti na bakonzi na bino na niveau likolo, na minute oyo, bakosanza o bamelaki. Bakosanza. Bo continue. Bosa, bo kende botala na Kinshasa. Bino boyebi Ndolo etondi combien? Ndolo ekoti combien? Batu nyoso oyo nyoso baliaki mbongo na Goma wana, o batiki Goma ka yezwami. Boyebi baza wapi? Bazu yo mwen 95%. 5% nde bakimi, mais 95 eza na kati ya Ndolo. Nde na lobi bino siko bo botikali. Bozala na angele kenge. Na mpendwa msikilizaji, tukusalia na habari hizi moja kwa moja tukujuze kuhusiana na wazalendo patikana maeneo ya Walungu. Wameanza harakati pia ya kuweza kuwafyeka magaidi wa M23, huku wakisemea kwamba mababu wamewaamuru sasa kuweza kukomboa maeneo yote, kukomboa watoto wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kukomboa vizazi vyao ambavyo vinakaliwa na uongozi wa magaidi wa M23. Hawa hapa wazalendo, wasikilize.
na Mungu anatuamuria na mababu zinaturuhusu sasa tulibere ile peuple yetu yeko kule. Mouvement EPLTC inacheza kabumbu Katana. Depuis juzi tunapika pale na tunarekipere masira. Yeye inaongozewa na commandant secteur Tapis Rouge na maître Accent Ombeni. Alors, kwa hii EPLTC kuna wika huku mu territoire ya Walungu, tuko na imani kama msiku kidogo tuko na kanyaka Bukavu. Adui Kagame, ujitayarishi. Tuko tunakuya kule. Tutafete na wewe mafete zimwa pale kwako. Sababu turose tro. Na tunakwambia kila match yenye iko na ale inakuwa na retour. Tunaingia kwa retour. Majeshi mko tayari? Ndio. Mpiga Kagame? Ndio. Mko tayari tupiga Mnyarwanda? Ndio. Tukujuze pia kuhusiana na malori ambayo imeonekana imetoka katika mji wa Goma, lakini pia majeshi ambayo yanaonekana yanatembea sana jimboni Kivu Kaskazini, mmoja kwenda Bukavu, wengine kuingia Goma. Naam, siku zilizopita, nafikiria kwamba ni siku mbili zilizopita, kuna taarifa ambazo zimetoka kwamba majeshi wa M23 wanaanza kutoka katika mji wa Goma na kurudia Rwanda. Na wengine kutoka Bukavu kurudia kwao. Hii ilikuwa baada ya kuweza kupata ile taarifa iliyotoka kwa Umarekani kusema kwamba anaitaka Rwanda kuweza kutoa majeshi wake wote mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kabla ya kufikia siku ya kuweza kusaini kwa ajili ya kutafuta amani. Kweli kuna malori ambayo ilionekana imeanza kutoka na watu wakaanza kusema labda M23 imeanza kutoka, imeanza kutoa vifaa vyao, lakini ukweli sasa ni huu hapa. M23 wamekutana na mkuu kiongozi wa MONUSCO kwa mazungumzo. MONUSCO haikuingiza M23 katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na haikuja kwa lengo kusema kwamba itoe magaidi wa M23 nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hapana. Lori zile zilikuwa lori za majeshi wa SADC ambao walikuwa wanapatikana maeneo ya Goma kumlazi, ndio zilikuwa zinatoka. Lakini magaidi wa M23 bado wapo Bukavu na wapo Goma. Kila wanapowekewa vikwazo ya kuomba kwamba watoe majeshi wao, wanakuwa na hiyo hali ya kuweza kuonesha labda wanatoa majeshi, kumbe si kweli. Magaidi wa M23 wanajidai ya kwamba wao hawatotoka mashariki mwa DRC, sehemu ambazo wanashika, wana mpango wa kusonga mbele zaidi. Sasa vile ambavyo vimeonekana, helicopter imepanda inashuka, watu wa Goma wakafikiria labda ni shangwe na vigeregere, magaidi wameanza kutoka. Sio kweli. Magaidi wa M23 wanataka kuzuga tu kwa ajili ya wazalendo waanze kuaminia kwamba eti wametoka na waende kwa wingi, kisha waende kuingia kwenye mtego magaidi wa M23. Kwa hivyo hii ni habari ya uhakika kabisa, na ushuhuda wa mtu ambaye anapatikana maeneo hayo ameweza kuhakikishia kwamba ni ukweli. Ule ambao umefanyika ni mchezo. Ule ambao umefanyika ni mchezo wa kuweza kuzuga wazalendo ili waende kuingia kwenye mtego wa kuaminia kwamba eti wameanza kutoka. Lakini pia walifanya vile kwa sababu ya kuaminishia Marekani ya kwamba wanakuwa kwenye harakati za kuweza kujiondoa katika maeneo ambayo yanashikilia, hususan katika jimbo ya Kivu Kusini, lakini pia jimbo la Kivu la Kaskazini. Basi sikiliza kwanza huu hapa ujumbe na ushuhuda kutoka maeneo ya Bukavu, lakini pia Goma kuhusiana na kuondoka kwa magaidi wa M23, kuhusiana na mpango na mbinu ambayo magaidi wa M23 walitumia kutangazia ulimwengu kwamba wameanza kujiondoa. Numero 1 ya MONUSCO njo iko pale, alifika leo. Bintu Keita salishuka leo pale Goma. Kama batu balisikia avion ilishuka pale, Bintu Keita ndio alishuka Goma na iko pale, na kama iko napanda hilo ni kwa ajili ya kufanya security yake kutokana na séjour nyoko nao pale. Atafaa pale 3 jours Goma, inabidi iliko ifanye security yake hilo, parce que Goma si unaenda kona iko zone rouge, watu basipanikia hata kitu hata moya. Na kutokana vile ile Bintu Keita anashuka pale Goma, parce que yeye ndio numero 1 ya MONUSCO, wanaangalia probleme zini Mkongo. Sasa kutokana vile Amerika ilideside ke M23 itoke, presence yake pale Goma batapenda baoneshe ya kama ke na baoneshe kwa Bintu Keita ke baliheshimia ile masemi ya Amerika ke batoke. Batanjo fana muna gari batoshe basoda ya Bokatindo baanjo fasa banaenda mpitini bale kufika Kisenyi pale banaikala 0 ere banarudia tena Kongo.
si vile takia kufanya ile 3 jours bitu keita tawaza kama bale basoda barudisha Rwanda, kumbi ma 2h du matin 3h bien 1h du matin barudisha tena. Bale batu batatoka Goma, me bale batu batatoka na Mututu. Mututu njo tatosha Mutusi pale, na Mutusi hata bakia Goma, bashuki bapande batatoka mwiba yabo yao lekope yule milima njo bawazashu bachungi hapa biko na badote ba arme professionnelle, ba arme sophistiquée ya dernière génération njo biko napenda badote sasa ba wazalendo. Deja ma equipement isha kuya ba americain deja baisha shuka Walikali, biko Kisangani, bengine biko Kindu na bengine baisha shuka hapa Lubumbashi, na bengine batashuka Kalemi. Batadote njo ba wazalendo ma arme sophistiquée ya dernière génération. Sasa bale njo batakuwa première ligne kama M23 ikutoka vile ba Amerika bambia kibatoki. Ba wazalendo njo batakuwa première ligne, njo batakia kupiga Bukavu na Goma. FRDC na armée burunde na ba commando américain batakuwa nyuma. Ni mchunge maneno hivi. Si Kagame kona leta kiteti, mwenye kona mpatia ile kiteti ile ni huyu Emmanuel Macron. Etats-Unis kona mwambia toka. Emmanuel Macron anamwambia usitoki, tutakusaidia sie ba Europee. Joko naenda kuona bali bajobi kona endelea vile. Ingilikuwa kama ke Emmanuel Macron na Donald Trump niko pamoja banaongea langage moja kama alituabiko pale. Na Emmanuel Macron na Trump abiko langage moya. Trump na Emmanuel Macron balikolokana kuhusu probleme ya Ukraine. Njo nani Etats-Unis nisema kiaita soutenir tena Ukraine na itatosha tena pesa yake. Njo Emmanuel Macron alideside kurudia nyuma asiheshimie makoro ya nani ya decision pito ya Amerika. Na njo kone naona Amerika iko naleta decision Rwanda toka, France nasema usitoki, bakia pale, tutakusutenir. Sasa mtaona mwisho ya hii dossier vile itakuwa, mtaona hapa. Niko naambia nani ni politika nambe sana kimbia, alikimbia juu ya nini? Parce que service ya sécurité ya Rwanda ilimwambia kama ke drone ya Etats-Unis inaisha zoome na kuyoa kwenye huko nikala baweza kukubombarde pale, na njoo alikimbia hapa. Tuko nasema iko Kenya, njoo kwenye alikimbilia drone iko natoka Walikali na kia kusione pale Goma mzima inaisha yoa maposition ya M23 yote, na nanga alale Bukavu, nange iko nalala Rwanda. Si tuangalie tu kwenye ile dossier tende Mutusi atakufa, M23 kupigwa nye batapigwa, itashinda ile kupigwa nye bali bapiga mu 2013. Musilalishe macho. Hii ni usiasa ukubwa wenye unatafanyikika hapa. Hakuna Munyarwanda mwenye alisharudia kwabo, hakuna soda Munyarwanda mwenye alisharudia kwabo. Na zile mabisi zilibeba ni batu ya Sadeki na Barwande balisha ingia tena. Ile nyole kaka lisemaka lunaka 50 jeep, kwa 50 jeep ilikuwa ni 10 bis inatosha tena Benyarwanda kule kunini Rwanda inabaleta ikote ya Masisi, ndio nona bengine balikiangukia mu mikono ya bamaimai. Bawazalendo musipime atalalisha macho. Na leo mimi nilikuwa ku Grand Barriere hapa Goma, ule chef wa MONUSCO mwenye alikuya anakuya njo a renouveler contrat yabo ya ba MONUSCO hapa Mkongo. Njo bitu biko nguvu, renyo haikumalizika wala bakusikilizana. Musilalishe macho, asema ule chef wa MONUSCO anakia fukuza ba M23 bongo. Na hivi le 18 kuko manifestation hapa Goma, njo habari yenye iko pale ni bongo. Na jana busiku masasi lilia
Ndio nilijiuliza. Sasa banasema shefu wa MONUSCO anakia kuleta kimya. Mbona masasi inalia? Sikujipata swali jameni. Tusilalishe macho. Banaona nikisi population ya Bukavu ile siku ilipiga banani ba M23 majiwe, bakaona population inaanza fungulika macho, njo kanata kuya kana tu distraire. Mwenye alingizaka ba M23 hapa iko MONUSCO. Mwenye kuna tuletea vita Mkongo iko MONUSCO. Kisha ule mama takia kuongea nini? Munaona kama ni politiki iko nguvu sana. Musipime atalalisha macho bando. Tulamuke. Nanga na batu yake balisha katala habawezi toka Goma. Bana kwambia ifo Felix ndio ademisione. Mulishaona? Banduku musilalishe macho. Siku nilishindwa kisi ndeza tuma audio. Juu nilikuwa kubatu. Na mnajua kama Goma ni ya Benyarwanda. Hata hivi niko naongelea ni mchongo ya nyumba. Naam, msikilizaji na mtazamaji, na tegemea kama umesikia. Kwa hivyo ni muda wa kuweza kusimama. Wakongomani wasiposimama peke yao kujipambania, itakuwa ni vigumu. Kwa sababu gani? Sura ya vita inaendelea kubadilika kila kukicha, na unaambiwa kwamba vita hivi baina ya Wakongomani nasema kwamba vita hivi vitaisha kwa mazungumzo, lakini wengine wanakuambia kwamba vita hivi vitaisha kwa mtuto pekee. Kwa hivyo ni jukumu la Wakongomani kuweza kusimama kwa ajili ya kuweza kupambania nchi yao isiende kwa wanyang'anyi. Bali na taarifa hizo, magaidi wa M23 watekeleza meeting yao huko Kamanyola na kutangaza kwamba na mbinu za wataingia mpaka Uvira kipindi ambacho watataka wao. Kitu ambacho wazalendo pia waliweza kuwasikiliza na kuambia kwamba kama ni wanaume basi waanze kufungua njia ya Uvira ili wafike sehemu ambako wanataka kufika mpaka Minembwe. Unajua magaidi wa M23 wanakuwa wanatumia media kuweza kuvunja nguvu za wazalendo, lakini pia kuvunja nguvu za jeshi la Kongo. Wanatumia media. Umepanda kwenye media, wanafanya meeting, wanaponda sijui sisi tuna nguvu sana, hatutarudi nyuma, tutaendelea kusonga mbele mpaka tufanye mapinduzi ya hii nchi, wazalendo si kitu. Wanatangaza hivyo kwa ajili ya kuweza kuwaogopesha wazalendo. Lakini wazalendo naambiwa kwamba kama wao ni jeshi kubwa basi wavunje ukuta ambao unapatikana kwenye bonde maeneo ya Luvungi, waingie Uvira. Unaambiwa kwamba tangu wazalendo wakae uko kwenye uwanja wa vita, ni ukweli usiopingike kwamba magaidi wa M23 wanashindwa kupata njia ya kupenyeza na kushika jiji la Uvira. Ni miezi sasa. Walikuwa wanasema kwamba itakuwa wiki 2 ziliisha, mwezi ukaisha, na leo tunaingia mwezi wa 3 tangu waweze kudhibiti maeneo hayo. Wazalendo tunasema kwamba Kamanyola ndio mwisho wa magaidi wa M23 kuweza kufika, yani kuweza kuteka tena sehemu zingine. Hawatakuja kuteka sehemu nyingine yoyote, bali na wao watafanya nini? Watawaondoa sasa magaidi hao sehemu ambazo wanapatikana. Kwa hivyo ni moja kati ya ni jambo la matumaini kwa raia ambao wanatizamia sasa wazalendo kuweza kufanya kila liwezekanalo kwa ajili ya kuweza kukomboa maeneo ambayo yanashikiliwa na magaidi wa M23. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za siku ya leo ambazo zimekujia moja kwa moja kutoka ndani ya mjengo wa Amani TV Media, kituo ambacho kinakutangazia habari za uhakika kutoka kote mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia dunia nzima. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kupitia channel yetu, hakikisha na subscribe na comment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku. Nakutakia siku njema. Kwaheri. Amani TV Media.